kule Kiambu ni kwamba kina mama kutoka eneo la Banana katika wadi ya Karuri, kaunti ya Kiambu wameandamana katika mitaa mbalimbali wakilalamikia ongezeko la biashara haramu ya pombe na dawa za kulevya ambazo wanasema zimekithiri katika eneo hilo. Wakati wa maandamano hayo walifanya maombi katika maeneo wanayodai yanatumika kama vituo vya kuendesha biashara hizo haramu. Wakazi hao walisema matumizi ya mihadarati yamechangia kuongezeka kwa visa vya uhalifu, utovu wa nidhamu na kuporomoka kwa maadili miongoni mwa vijana. Waliongeza kuwa dawa hizo huuzwa kwa bei nafuu, hali inayowafanya vijana kuathirika kwa urahisi. Kina mama hao walieleza masikitiko yao wakisema familia nyingi zimeathirika, huku baadhi tu ya vijana wakikosa mwelekeo wa maisha kutokana na uraibu wa pombe haramu na mihadarati. Walisisitiza kuwa hatua za haraka zinahitajika. Tukuje tu tulilie Mungu wetu. Ombi letu kwa serikali ni tumalizie hizi bars kwa sababu ziko mingi sana, na hizo licenses zikuwe regulated kabisa kwa sababu ziko nyingi sana. Hata hao vijana wachungwe sana, waangaliwe sana, na ikiwezekana hizo bars ziishe. Mengi tumetokea ili kupigana na mambo adhira hii ya pombe haramu ambazo zimekuwa zikiadhiri eneo letu. Na kwa hivyo tunaita wakubwa wetu, viongozi katika county government na national government waweze kushirikiana na sisi, kwa sababu tunapoadhimisha mwezi huu wa mental health, tunaomba washikane, waweze kuleta campaign na awareness ambazo zitaweza kusaidia vijana wetu watoke kwa pombe. Tutanyamaza mpaka lini? Tutanyamaza mpaka lini? Inabidi tukuje tukae pamoja, tushirikiane pamoja, tuseme hii ndio njia ya kwenda. Asante sana mheshimiwa. Tuseme hii ndio njia ya kwenda na tuende pamoja kama timu. Kitu kifanyika hapa sio polisi wamefanya ama sio jukumu ya polisi. Ni sisi wote. Kujeni haraka mseme kuna kitu inataka kufanyika. Si ati imefanyika, kuna kitu inataka kufanyika mahali fulani. Tukizamia sasa adhabu shuleni ni kwamba washikadau wa elimu katika